ni Mtoro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Sheikh Hamis Said Mataka, mwakilishi wa Mufti wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Jafari Rajab Saif, Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu inayosimamia sekta ya afya, Sheikh Ali Hamis Geruko, mkurugenzi wa bima hii lakini naibu chief kadhi kama sijakosea. Ninatambua uwepo wa katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Dr. Bagayo Sakware, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Usimamizi wa Bima nchini Tanzania, viongozi mbalimbali wa serikali na sekta binafsi tuliojumuika hapa siku hii ya leo, waumini wote wa dini ya Kiislamu, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwakilishi wa Mufti Mkuu wa Tanzania, kwanza kabisa nichukue fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu aliyetuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa mfuko wa bima ya afya wa Mufti. Napenda pia kumshukuru sana kwa dhati ya moyo wangu Shehe Mkuu wa Tanzania na uongozi mzima wa Baraza la Waislamu kwa heshima kubwa hii mlionipa na kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Unajua, tunapopokea mialiko kutoka kwa viongozi wetu wa dini huwa tunapata wasiwasi kidogo, kwa sababu katika shughuli hizi za viongozi wa dini, sisi viongozi wa serikali tunakuwa chini ya viongozi wa dini kwa sababu ya nafasi zao viongozi wa dini katika jamii. Sasa kuja kuwahutubia viongozi wa dini lazima tujipange kidogo. Lakini nichukue fursa hii kumshukuru sana Mufti kwa kunifikiria, maana viongozi sisi tuko wengi wa serikali, angeweza kumchagua yoyote kuja kutuwakilisha na hatuna mamlaka hata kidogo ya kukataa, kwa sababu ninyi ni viongozi wetu wa dini. Kwa nikushukuru sana. Naomba salamu hizi basi mzifikishe kwa Shehe Mkuu Mufti wetu kwamba moyo wangu umeridhika sana kwa maamuzi yake ya kunialika mimi kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii, na angekuwepo sijui ingekuwaje, ningewezaje kusimama kuja hapa mimi nikawa mgeni rasmi nikamwacha yeye kwenye kiti, ningepata tabu sana. Huo ndio kweli. Kwa hiyo namshukuru sana Mufti kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuja kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Lakini namshukuru kwamba hayupo, maana yake ningepata tabu. Isingewezekana. Baba, tungesimama pamoja hapa. Mfuko huu wa bima ya afya wa Mufti ni ushuhuda wa busara za uongozi wake, uongozi makini wa jumuiya ya Kiislamu katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya nchini. Tunatambua kwa baadhi ya wananchi tayari wamekwishaanza kunufaika na mfuko huu, jambo linaloonyesha kuwa jitihada zenu zina matunda ya haraka
na dhahiri. Ukweli ni kwamba afya ni msingi wa maendeleo. Maendeleo ya mtu mmoja mmoja, maendeleo ya familia na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Hakika hakuna maendeleo endelevu bila wananchi wetu kuwa na afya njema, na huo ndio ukweli. Ndio maana serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa kiongozi wetu Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuweka mkazo mkubwa katika kuhakikisha wananchi wetu wanapata huduma bora za afya bila kupata changamoto za gharama kubwa wanapougua. Mwakilishi wa Mufti, tukumbuke kuwa katika mafundisho yetu ya dini ya Kiislamu tunaaswa kuwa afya ni neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefundisha kuwa kuna neema mbili ambazo watu wengi huzipuuza: afya njema na muda. Hivyo jitihada za kuwekeza katika afya ni sehemu ya kulinda uhai wa watu wetu na uhai wa mwanadamu, ambapo dini pia inautambua na kuuthamini sana. Na hii sio kwa dini tu ya Kiislamu pekee, bali hata kwa mafundisho ya Kikristo yanafundisha kuwa kulinda afya si jambo la kimwili pekee, bali ni wajibu wa kiroho na ni wajibu wa kijamii unaoonyesha kuthamini uhai ambao Mwenyezi Mungu ameutoa. Mwakilishi wa Mufti, ninapenda kutambua na kupongeza mchango mkubwa wa jumuiya ya Kiislamu kwa kuanzisha mfuko wa bima ya afya kwa Mufti. Hatua hii ni mfano na inaonyesha namna pekee taasisi hii inavyoweza kushiriki pamoja katika kuchochea maendeleo ya ustawi wa jamii. Natambua kwamba tayari baadhi ya wananchi wamekwisha anza kunufaika na mfuko huu. Jambo hili linaonyesha dhamira njema ya kuwafikia wananchi kwa huduma hii muhimu ya afya. Kuanzishwa kwa mfuko huu ni mwendelezo wa kuunga mkono jitihada za serikali za kuhakikisha Watanzania wengi wanapata kinga ya bima ya afya. Tukio hili la leo ni ishara ya mshikamano wa kitaifa, ni mshirikiano ya dhati kati ya serikali na taasisi za dini. Na Waswahili wanasema dini ni taa ya jamii. Hakika taasisi za dini zimeendelea kuwa ni mwanga mkubwa katika kuongoza wananchi kwenye misingi ya maadili, misingi ya mshikamano na ustawi wa maisha yao. Na serikali inatambua mchango mkubwa wa taasisi mbalimbali za dini katika kuelimisha, katika kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza afya zao, umuhimu wa kujenga utamaduni wa kufanya uchunguzi wa afya mapema, pamoja na kuhamasisha jamii kujiunga na bima ya afya kwa wote. Kupitia majukwaa ya ibada na mafundisho ya kiroho, taasisi hizi zimeendelea kuwafikia wananchi walio wengi kwa ujumbe unaojenga matumaini, ujumbe unaowajibika na unaojali maisha ya walio wengi. Ushiriki wenu katika juhudi hizi unaendelea kuwa ni nguzo muhimu katika safari ya kufikia taifa lenye watu wengi au watu wenye afya bora na ulinzi wa kifedha dhidi ya gharama za matibabu. Ninatambua huu ni mwezi wangu takriban wa 7 katika sekta hii ya afya.
Lakini katika kipindi ambacho nimekuwa waziri kwenye sekta hii, nimeshuhudia namna Watanzania wanavyohangaika katika vituo vya afya mbalimbali. Nimeshuhudia namna Watanzania wanavyohangaika katika hospitali zetu za rufaa, hospitali zetu za mikoa, hospitali zetu za kanda, hospitali maalum na hospitali ya taifa ya Muhimbili. Namna Watanzania wanavyohangaika. Na lazima tukiri kwamba taifa hili limepata bahati kubwa kuwa ni taifa la kijamaa. Lazima tuwashukuru sana na kuendelea kuwaombea dua viongozi wa taifa hili waliotangulia, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, Mwenyezi Mungu amhifadhi huko aliko, lakini pia mzee wetu mzee Mkapa, mzee wetu Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, Rais Magufuli, Mwenyezi Mungu amhifadhi, lakini pia rais wetu wa awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan. Taifa hili limepata bahati kubwa. Ninaposema limepata bahati ni kwa sababu unapoweza kujua takwimu za Watanzania wanaougua kwa mwaka mmoja, na unapoweza kujua takwimu za kiasi cha fedha ambacho serikali imekuwa ikitoa ili kusudi kwenda kuwasaidia Watanzania wanaoumwa katika maeneo mbalimbali, wanaougua katika maeneo mbalimbali. Nikitaka niseme leo hii ili kila Mtanzania aweze kujua, nataka niwaambie taifa hili limebeba matumaini ya Watanzania. Taifa hili limebeba moyo wa Watanzania. Takwimu zetu za haraka, Watanzania takriban milioni 43 kupata maradhi mbalimbali na huugua na hufika kwenye vituo vyetu vya afya kote nchini. Watanzania milioni 43 kwa mwaka, milioni 43. Takwimu hizi zitukumbushe maneno ya mtume wetu Muhammad kuhusu mambo muhimu kwa mwanadamu, ambayo afya ni moja ya mambo muhimu ambayo Mwenyezi Mungu amemkadiria mwanadamu. Lakini takwimu hizi zitukumbushe misingi ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika wakati wake alikuwa akisema mara kwa mara kwamba taifa letu linapigana vita nyingi, lakini taifa letu linapigana vita kuu ya maradhi, ujinga na umaskini. Tukija hapo kwenye maradhi, kiwango cha fedha ambacho mwanadamu kwa kawaida anatumia kwa mwaka, mwanadamu wa Tanzania kwa mwaka mmoja, gharama tu za kuagiza dawa hizi mnazoziona, Panado na dawa nyingine, kwa mwaka mmoja nchi yetu inatumia takriban dola bilioni 1 kuagiza dawa nje ya mipaka ya Tanzania. Kila mwaka dola bilioni 1 kila mwaka, kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya mapato, lakini kwa mujibu wa takwimu za mamlaka za dawa hapa nchini Tanzania, yani MSD, zaidi ya dola bilioni 1 inatumika kununua dawa nje ya mipaka ya Tanzania. Tukizungumzia dola bilioni 1, maana yake tunazungumzia taifa letu linatumia takriban trilioni 2.6 kila mwaka kununua dawa kwa ajili ya Watanzania, kila mwaka. Takwimu hizi si ndogo, ni takwimu kubwa. Kama trilioni 2.6 inatumika kwa ajili ya dawa, tujiulize leo hii kama kweli Watanzania wanaweza kumudu gharama za hospitali, gharama za matibabu
kama kweli Watanzania wanaweza kumudu gharama hizi. Hizi ni gharama za dawa, bado gharama za kwenda kumuona daktari, kupata ushauri, kwenda kufanya vipimo mbalimbali katika maeneo yetu. Tukiziangalia takwimu hizi, mimi na wewe tujiulize kama kweli wewe au mimi tunaweza kuwa na fedha ya kumudu gharama za hospitali. Hapa ndipo tunapomshukuru rais wetu, na lazima tumuombe dua sana, na huo ndio ukweli, kwa sababu takwimu za Muhimbili peke yake, hospitali ya taifa ya Muhimbili, ukiachana na wale wasiojiweza ambao serikali inawabeba, Rais Samia amewalipia takriban bilioni 48 kwa mwaka huu wale wasiojiweza wanaogharamiwa na serikali kupitia bima ya afya kwa wote. Bilioni 48 amezitoa Daktari Samia ndani ya siku 100 za uongozi wake, kama alivyoahidi wakati wa uchaguzi mwaka 2025. Bilioni 48. Kiasi hiki cha fedha amekwisha kilipa, sio kama ameahidi, amekwisha kitoa ndani ya siku 100 za uongozi wake. Ukweli ni kwamba viongozi wa aina hii ni wachache sana kupatikana Afrika na dunia. Huo ndio ukweli, kwa sababu yako maneno watu hawapendi kuyasema, lakini tutasema na tutawalazimisha kusikia. Tutawalazimisha kusikia. Gharama, ukiachana na fedha kiasi hiki ambacho Rais Samia amekitoa bilioni 48, ambacho kinakwenda kwa wasiojiweza, wasiokuwa na uwezo wa kifedha, kwenda kugharamia matibabu ya hospitali. Ukiachana na kiasi hiki, hospitali ya taifa ya Muhimbili peke yake kwa mwaka huu wa fedha mpaka kufikia leo hii imekwisha toa msamaha wa matibabu karibu bilioni 9 ya msamaha wa matibabu, kwa sababu mgonjwa anapokuwa hospitali, kwa taratibu za maadili ambazo tumejiwekea wenyewe na kwa mifumo yetu hii ya ujamaa tunayoisema, hatuwezi kumwacha mgonjwa anakufa tukashindwa kumhudumia, na tunaye hospitali na gharama za matibabu ni kubwa. Kipimo kimoja cha MRI au CT scan unaambiwa milioni 2, milioni 1.5. Matibabu ya figo, kusafisha figo, unaambiwa kwa wiki, sijui kwa wiki unatakiwa usafishe mara 3. Gharama ya kusafisha ilikuwa karibu shilingi 300,000 kwa siku moja, karibu 300,000. Alipoingia Rais Samia akaenda kuipunguza gharama hii. Yako maeneo kwa siku moja 250,000, yako maeneo kwa siku moja 160,000, 170,000. Ukipiga hesabu kwa 250,000 tu kwa wiki unahitaji kuwa na shilingi ngapi? 750,000. Nani miongoni mwetu mwenye kiwango hiki cha fedha anayeweza kwenda kujigharamia? Lakini nataka niwaambie, wapo wagonjwa anakuja hospitalini akiwa na 10,000, utamwacha? Utamwacha afie pale? Na hii sio Muhimbili pekee, ni nchi nzima, kwa sababu ya mifumo ambayo tayari waasisi wa taifa hili walikwisha iweka ya kusaidiana na kuhurumiana, ambayo taifa hili limebeba mifumo hiyo, inapita kutoka kwa kiongozi mmoja kwenda kwa kiongozi mwingine. Ilianza wakati wa baba wa taifa, ikaja serikali ya awamu ya pili, serikali ya awamu ya 3, serikali ya awamu ya 4,
awamu ya 5 na sasa serikali ya awamu ya 6. Tunatamani kila Mtanzania ajue mzigo huu ambapo serikali inaubeba, na ndio maana kwa ninyi viongozi wa dini mna wajibu mkubwa wa kuwaambia Watanzania umuhimu wa utulivu wa nchi yetu, umuhimu wa amani wa taifa letu, kwa sababu viongozi hawa wanahangaika kwa ajili ya Watanzania, na huo ndio ukweli, na huo ndio ukweli. Hizi nafasi ni ngumu sana. Kuna wakati watu wanazipenda, lakini ukweli kuna mzigo mkubwa ambao viongozi wetu wanaubeba kwa niaba yetu. Ukienda kule Ocean Road, taasisi ya kansa, kwa wiki unahitaji kuwa na sio chini ya milioni 1 kupata mionzi kwa wiki moja. Sasa tuambizane hapa, ni nani mwenye milioni 1 kila wiki ya kwenda kufanya mionzi? Na magonjwa haya sasa yamekuwa ni magonjwa ya kawaida. Wakati wetu tule tumeanza kukua, tulikuwa tunawaona wazee ndio wenye kuugua magonjwa haya, magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kansa. Lakini leo hii katika kipindi cha miezi 7, takriban miezi 7 tangu nimekuwa waziri, miezi 6 nadhani, nimeshuhudia watoto wa miaka 14 wanasafishwa figo. Nimeshuhudia vijana wadogo wameshindwa kufanya mitihani ya darasa la 7 kwa changamoto ya figo, wanasafishwa figo, wanahitaji 750,000 kwa wiki. Nimeshuhudia vijana wadogo, akina mama, mabinti wadogo wana changamoto ya kansa. Nimeshuhudia ambayo zamani tulikuwa tukiwaona wazee, akina mama, bibi zetu, na pengine hata hawaugui kwa sababu ya aina ya vyakula walivyokuwa wanakula, aina ya maisha waliokuwa wanaishi, na utaratibu wa maisha waliokuwa nayo wakati wao. Lakini leo hii tunawashuhudia vijana wadogo wakiwa na changamoto za moyo, wanahudhuria kliniki za moyo, vijana wadogo kabisa. Na cha kusajabisha sasa, hadi watoto wachanga wanaozaliwa wana changamoto za moyo. Tumrudie Mwenyezi Mungu, na huo ndio kweli. Kuna mahala tumeteleza. Lazima tujiulize maisha tunayoishi, lakini pengine tunamkosea sana Mwenyezi Mungu. Leo hii mtoto mchanga anazaliwa ana changamoto ya moyo. Mtoto mchanga anazaliwa ana changamoto ya kansa. Na mzigo huu sasa unabebwa na serikali. Yako mambo Watanzania hawayajui, lakini wanapaswa kuyatambua. Na tungetamani sana, na nimefarijika kusikia, nilifanya mazungumzo machache pale na kiongozi wangu Sheikh Ngeruko, amenieleza mambo mengi, na mimi kama waziri wa afya nimeyapokea, na haya ambayo mwakilishi wa mufti amekwisha yasema hapa, umuhimu wa kutumia viongozi wa dini kwenda kuzungumza kuhusu bima ya afya kwa wote, lakini kwenda kuzungumza aina ya maisha tunayopaswa kuishi. Na sisi Wizara ya Afya tutabeba mzigo huu, tutawawezesha ili mwende mkatusaidie, mkawaambie Watanzania. Lakini mzigo huu ambao Daktari Samia anaubeba kwa niaba ya wananchi hauko Muhimbili pekee. Ukienda pale taasisi ya saratani, 99% ya wale wanaotibiwa pale wanabebwa na serikali. Haya mambo hayazungumzi kwenye mitandao, lakini ndio kweli. Serikali inabeba mzigo mkubwa sana, na ndio maana viongozi wetu hawa wakuu wanahitaji sana utulivu Tanzania sana.
Mimi nimeingia huku nimejionea. Mzigo ni mkubwa, kila unapokwenda ni msamaha. Na ndio maana kwenye vituo vyetu vyote vya afya tumeweka wataalamu wa ustawi wa jamii. Watakuangalia huyu anaweza kubeba mzigo huu wa afya au hawezi. Kila kituo cha afya tumewaweka, kila hospitali za wilaya tumeweka, kila hospitali za mikoa kote nchini, hospitali za rufaa, hospitali za kanda na maeneo mengine. Kwa hiyo wazee wangu, viongozi wangu, mwitikio huu nimeubeba kwenye moyo wangu, na niwathibitishie tunatamani kuwaona viongozi wengi wa dini wakizungumza mambo haya. Wengi tuzungumzie amani na utulivu wa taifa letu, tukazungumza kuhusu maadili ya vijana wetu, lakini tukazungumza kuhusu utulivu wa taifa letu, na kila mmoja wetu atambue kwamba taifa hili ni taifa la kijamaa, ni taifa ambalo msingi wetu ni kushikamana kama taifa. Tunaposhikamana sasa ndipo tunapoweza kutekeleza mambo haya ya kijamaa ambayo yameainishwa kwenye ibara mbalimbali za katiba yetu na mambo mengine kadha wa kadha, huku tukiwapa viongozi wetu nafasi ya kutuhudumia sisi wa Tanzania katika mambo mbalimbali. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya kwa taifa letu Tanzania. Tunamshukuru kwa sababu taifa hili, kama ambavyo nimetangulia kusema, ni taifa la kijamaa. Linapokuwa taifa la kijamaa, ujamaa unaoendelea kukua. Watanzania wenye uhitaji ni wengi kuliko wale ambao wenye kipato kikubwa cha kuweza kujihudumia. Tunamshukuru rais huyu kwa sababu amefanya kazi kubwa ya kuboresha sekta ya afya. Kwa wale miongoni mwenu ambao ni madaktari, ninyi ni mashahidi tulikotoka na hali tulionayo sasa. Tulikotoka tulikuwa na mzigo mkubwa, vifo vya kina mama na watoto kwa mwaka. Kwa takwimu za sekta ya afya, akina mama na watoto, tukichukua kina mama pekee, waliokuwa wanakwenda kujifungua wakafariki kwenye vituo mbalimbali kwa sababu ya kukosa huduma au kwa sababu ya kukosa vifaa, ni idadi kubwa sana, haisemeki. Tukichukua idadi ya vifo vya watoto wanaofia kwenye vituo vyetu kwa mwaka, hawapungui 57,000 kila mwaka. Kila mwaka 57,000 mpaka 60,000 kwa mwaka mmoja. Watoto wachanga wanaozaliwa na wale ambao wanafika miaka mitano, kuanzia miaka mitano kushuka chini, kila mwaka 57,000 mpaka 60,000. Takwimu hizi sidhani kama Watanzania wanazifahamu. Akina mama, kwa ratio ya kawaida tulikuwa tunasema akina mama 504 au 507 kwa vizazi hai 100,000. Ukipiga hesabu hiyo kabla ya kuingia kwa Daktari Samia, 504 kwa vizazi hai 100,000, ni karibu akina mama wangapi daktari? Hesabu ya haraka waliokuwa wanafariki zaidi ya 1000 ngapi sijui, maelfu, ni maelfu. Lakini kiwango hiki sasa, kwa kazi kubwa ambayo Rais Samia amefanya kwa taifa hili, kwa kazi kubwa na mzigo mkubwa aliyoubeba Daktari Samia Suluhu Hassan, leo hii imeshuka kutoka 504 hadi
507 mpaka 104. 507 mpaka 104. Kama walikuwa wanafariki akina mama 10,000 kwa mwaka, 10,000 kwa mwaka, sasa wamepungua mpaka 2,000 kwa mwaka mmoja. Si kwa bahati mbaya, kuna kazi imefanywa. Si kwa bahati mbaya. Niwape takwimu ya kawaida tu, takwimu ya kawaida. Rais Samia amejenga vituo vya afya. Alipoingia madarakani, alivikuta vituo vya afya nchini 9,000. 9,000, takriban 9,000. Hivi ni vituo katika sekta binafsi na vituo vya serikali, ambavyo vya serikali ni takriban 7,000. Lakini kipindi chake cha miaka 4 pekee amejenga vituo vya afya takriban 3,530, miaka 4 pekee ya uongozi wake. Vilikuwepo ni vingapi vya serikali? 7,000. Kwa muda mfupi aliokaa madarakani amejenga 3,530. Kwa muda mfupi aliokaa madarakani amejenga hospitali za halmashauri za wilaya. Kati ya wilaya 179 amejenga hospitali za wilaya 128 mpya. Lakini pia amekarabati hospitali kongwe zilizojengwa wakati wa uhuru, wakati wa serikali ya awamu ya pili, wakati wa serikali ya awamu ya tatu, wakati wa serikali ya awamu ya 4 na serikali ya awamu ya 5. Takriban hospitali kongwe ikiwa ni pamoja na hospitali ya wilaya ya Rufiji iliyojengwa 1961, 1961 na baba wa taifa, ameikarabati Daktari Samia. Jumla ya hospitali kongwe zilizokarabatiwa ni takriban hospitali 29. Na ukarabati huu hatuzungumzii milioni 500, milioni 600. Nazungumzia kuanzia bilioni 2 kwenda juu. Amezitoa na kununua na vifaa vingi kadha wa kadha. Kwa hiyo mafanikio yake sishangai kuona watu wananuna. Hawakutegemea mwanamke kuyafanya mambo mazito ya namna hii. Hawakutegemea. Wale wanaotegemea pengine atashindwa, basi tunajionea, na mengine haya tunasema ili wasikie kwamba tunajua kwamba watu wananuna kwa sababu ya mafanikio, wala hakuna kingine. Tumwombee dua rais huyu anayefanya kazi kubwa ya ibada kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo Kaimu Mufti, nikiri kabisa kwamba ushiriki wenu katika juhudi hizi unaendelea kuwa ni nguzo muhimu katika safari ya kufikia taifa lenye wananchi wenye afya bora na ulinzi wa kifedha dhidi ya gharama za matibabu. Kwa hiyo wito wa uwazi na uwajibikaji, kama ambavyo historia hukumbuka matendo yenye kugusa maisha ya watu, ndivyo ambavyo mfuko huu wa bima ya afya ya Mufti utaendelea kukumbukwa, si kwa sababu tu ya kuzinduliwa siku hii ya leo, bali kwa matumaini utakaorejesha kwa wananchi, machozi utakaowafuta Watanzania, na maisha utakayokwenda kuwaokoa katika miaka mingi ijayo. Lakini ili mfuko huu uendelee kuacha alama iliyokusudiwa, ni lazima kuwe na usimamizi madhubuti. Wanapoweka imani yao katika mfuko huu wa bima ya afya, wanahitaji kuona usimamizi mzuri, wanahitaji kuona matumizi sahihi ya rasilimali na utoaji wa huduma unaozingatia haki na utoaji wa huduma unaozingatia usawa. Mwakilishi wa Mufti, kuna familia leo watakaokwenda kupona, lakini pia wazazi watakaotolewa au familia zilizobaki salama kutokana na ulinzi wa bima ya afya hii. Hapa ndipo thamani halisi ya kazi hii njema
itaonekana mbele ya jamii na mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwakilishi wa Mufti, mfuko huu umeanzishwa wakati mwafaka, kama ambapo nimekwisha tangulia kusema, wakati serikali inakwenda kutekeleza bima ya afya kwa wote katika misingi ya sura ya 161, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi za rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kuanza rasmi utekelezaji wa bima ya afya kwa wote ndani ya siku 100 za uongozi wake wa kipindi cha pili. Lakini pia nisisitize kwamba awamu ya kwanza kwamba serikali ya Rais Samia imekwisha toa takriban shilingi bilioni 48 ya kwenda kuwahudumia watoto, kwenda kuwahudumia akina mama na kwenda kuwahudumia vijana wasiojiweza na wazee kote nchini. Kwa hiyo tunazo skimu za bima takriban 6 ambazo zimesajiliwa. Lakini katika kuunga mkono jitihada za serikali, ni vyema pia skimu hii ikasajiliwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Bima, yani TIRA, skimu ambayo Mufti ameitambulisha. Hii itasaidia kuwa ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Mwakilishi wa Mufti, nitoe rai kwa waumini wote wa Kiislamu, lakini pia nitoe rai kwa Watanzania wote kwa ujumla kuendelea kuunga mkono jitihada hizi za serikali katika kuhakikisha wananchi wetu wote wanakuwa na bima ya afya ili kuweza kupata au kumudu gharama mbalimbali za huduma za afya. Ni wajibu wetu kuendelea kujitafutia elimu na maarifa kuhusu umuhimu wa bima ya afya, na pale ambapo mtakuwa tayari, basi nitawaleta pia wataalamu wa bima ya afya wa NHIF ili waje mbele yenu, waje kutoa elimu. Wakati ambapo ninyi mtakuwa tayari, mtaniarifu, nitawaleta waje watoe maelezo hasa kuhusu zile huduma za kila skimu itakayotolewa kwa Watanzania, ili kusudi ninyi viongozi wetu wa dini mwende mkawe mabalozi wazuri wa kuelimisha waumini wa Kiislamu, lakini pia kwenda kuwaelimisha Watanzania katika maeneo yetu kote nchini. Tukumbuke kuwa Mtume wetu Muhammad alisisitiza sana juu ya kusaidiana, lakini alisisitiza sana juu ya kushirikiana katika mambo ya heri. Kueneza elimu ya bima ya afya ni moja ya njia ya kwenda kuisaidia jamii kujenga maisha yenye ustawi na kwenda kujenga amani katika maeneo yetu. Aidha, ni muhimu kuhakikisha kunakuwa na uelewa wa kutosha kuhusu vita ya maradhi ambayo nimekwisha izungumza kwa kina katika hotuba yangu. Ninawaomba twende tukaweke uelewa mpana kuhusu vitita vya mafao vitakavyotolewa na mifuko ili kusudi kwenda kuwasaidia Watanzania katika maeneo yao. Shilingi 150,000 kaimu mufti inakwenda kutoa huduma takriban 360, na tumehakikisha kwamba zile huduma zote za msingi zinapatikana katika skimu hii ya gharama ya shilingi 150,000. Niwaombe sana waumini wa dini ya Kiislamu kote nchini, lakini waombe sana Watanzania kote nchini. Huu ni ukombozi ambao pengine baba wa taifa angetamani sana aufanye wakati wake. Huu ni ukombozi ambao pengine baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere
angetamani sana kuufanya wakati wake, lakini umewezekana wakati huu chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, ni muhimu kuhakikisha kuna kuwa na uelewa wa kutosha kuhusu vitita hivi ambavyo nimekwisha vizungumza kwa kina. Kwa upande wa serikali, tunaendelea kuthamini ushirikiano huu, na salamu zangu naomba uzipeleke kwa Mufti, na tunawaahidi kuendelea kufanyia kazi kwa karibu kabisa taasisi zote za dini zitakazojitokeza kuonyesha nia yao ya kushirikiana na serikali katika jambo hili. Kabla sijahitimisha, nami baada ya pongezi nyingi nilizotoa, mwenzangu hapa ameniwahi. Sasa mdogo akishasema mkubwa unatakiwa upande kidogo. Mdogo akishasema mkubwa unatakiwa uonyeshe mfano. Ninayo mambo machache ambayo nitayasema hapa leo katika ahadi ambazo nitatoa. Niseme nisiseme? Sasa kwanza nitakuwa na mchango wangu, utajumuisha mimi na wake zangu, utajumuisha wategemezi wangu. Mchango huu ni sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Utawajumuisha wazee wangu waliotangulia mbele za haki, akiwemo mzee wangu, baba yangu mzazi Alhaji Omar Rashid Mchengerwa, lakini na wengine wote ambao ni damu yangu, wasiokuwa na uwezo na wanaonitegemea. Kwa hiyo mchango wangu binafsi nitatoa takriban shilingi milioni 10. Huu ni wa kwangu, lakini mimi na wasaidizi wangu kama wizara ya sekta inayosimamia eneo hili la afya, nitawachangisha kila mmoja atakayekuwa tayari kuchanga. Basi tutaleta takriban mchango kwa ajili ya bima hii ya Mufti takriban shilingi milioni 30. Lakini pia nimesikia yako mambo kadhaa ambayo mmeyazungumza kwenye hotuba ya Mufti, ikiwa ni pamoja na mambo ya thamani za ofisi na mambo mengine. Sasa niwaombe mniandikie sasa barua rasmi ya eneo hili, na mimi nitaipeleka kwa Mheshimiwa Rais na kumuomba mchango wake, ili naye aweze kutoa mchango wake kwa ajili ya kesho yetu inshallah. Tuseme inshallah. Mwisho kabisa, napenda kuwashukuru tena kwa heshima kubwa hii mlionipa ya kunialika kushiriki katika uzinduzi huu muhimu. Mwenyezi Mungu azidi kubariki mfuko huu wa bima ya afya ya Mufti, na awajalie hekima viongozi wetu, na atujalie uwe ni chachu ya kuleta afya bora na matumaini kwa wananchi walio wengi zaidi. Baada ya kusema maneno haya, ninayo furaha kubwa sasa kutangaza rasmi uzinduzi wa mfuko wa bima ya afya wa Mufti, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Inshallah, hivi sasa ni dua, na baada ya dua basi tutaenda kupata picha moja tukana. Hii ni Mtoro TV.